Tunamshukuru Mungu tena ametupatia neema siku ya Jumanne au siku yetu kama ilivyo ada katika dawati la uongozi, na somo letu tunaendelea au masomo yetu tunaendelea yanahusu viongozi. Kwa wale ambao unanifuatilia ni kwamba ninafundisha masuala ya uongozi kwa kiwango kile ambacho ninasikia moyoni kufunza au kujifunza pamoja na wewe. Nisichukue muda mrefu sana, niwakumbushe katika muda huu wote Mungu amenijalia kuandika vitabu viwili vinahusu masuala ya uongozi. Kitabu kimoja kinaitwa Maadili ya Viongozi, maisha ya uongozi wa Mfalme Sauli. Ukisoma kitabu hiki, kama unapenda kujifunza masuala ya uongozi, inaweza kusaidia sana. Lakini pia Mungu amenisaidia, nimeandika kitabu kingine kinaitwa Maisha ya Twiga katika muktadha wa uongozi. Kitabu hiki kimekuwa msaada mkubwa sana kwa watu wengi ambao wanapenda kujifunza masuala ya uongozi. Lakini pia namshukuru Mungu nimekitafsiri kwa Kiingereza kwa wale ambao wanapenda kujifunza kwa lugha ya Kiingereza. Kitakusaidia sana. Ndugu zetu wa Kenya wamefurahia sana na wametaka sana kitabu hiki, na tumewapelekea kwa lugha hii ya Kiingereza. Lakini pia Watanzania wengi sana wanasoma Kiingereza sasa hivi, kinaweza kikakufaa. Nimekuwa nikizungumzia maeneo ya twiga, na twiga na mambo mengi sana katika twiga, na ufunuo huu Mungu alinisaidia kujifunza mwaka wa 2004. Tangu mwaka 2004 ndio nimejifunza ufunuo kuhusu twiga, na kila siku ninaposema kitu kimoja naona kinaleta upana sana, hasa katika muktadha wa uongozi. Maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Kiongozi unatakiwa kuwa smart. Nimefundisha sana na ninarudia kufundisha. Ukimwona twiga ni mnyama ambaye yuko smart. Leo ninaendeleza sehemu ya moyo wa twiga. Naendeleza sehemu ya moyo wa twiga. Nilifundisha na ninarudia tena ili tutoke pale kwenda hatua ya pili, kwamba twiga ni mnyama ambaye Mungu alimwekea moyo wenye kilogramu 10. Sasa huo sio moyo wa kawaida, ni moyo mkubwa sana. Na moyo huo una sababu za kimsingi. Kibiolojia, twiga kwa sababu ya urefu alionao kutoka moyo ulipo mpaka kufika kwenye kichwa, yani kupitisha kwenye shingo yake yenye urefu wa kutosha, ilibidi lazima Mungu amwekee moyo mkubwa wenye kuwezesha kupampu damu ili iweze kufika kwenye ubongo, kwenye kichwa, na kumsaidia kuweza kuendelea kuishi. Lakini moyo mkubwa tunapouleta katika uongozi, tunazungumzia ni sehemu nyeti sana ya kiongozi. Kama kiongozi anakuwa na moyo mwepesi ambao hauna kilo za kutosha, ndipo tunakopata migogoro mingi sana katika masuala ya uongozi. Na mimi nimejifunza haya kwa kipindi ambacho Mungu amenipa neema kuongoza. Inawezekana siongozi makundi makubwa sana, lakini Mungu amenipatia neema na nimejifunza katika haya. Unaposoma kitabu cha Yeremia ile sura ya 17 na ule mstari wa 9 mpaka mstari wa 10, Biblia inasema hivi: moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Anasema, mimi Bwana nachunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Yani unaona sasa kama moyo wenyewe halafu unakuwa mwepesi, sasa ni shida sana. Unaona, yani moyo wenyewe una kawaida ya kuwa mdanganyifu. Anasema moyo una ugonjwa wa kufisha. Si tu udanganyifu, lakini tena ndani yake una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Ni Mungu anamuelezea Yeremia hapo, nani anaweza kujua? Anasema, mimi Bwana nachunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Sasa katika masuala ya uongozi, kama kiongozi hajatambua kwamba moyo wenyewe huwa una ugonjwa, si tu kwanza kabla ya ugonjwa, moyo wenyewe una tabia ya udanganyifu. Ndio maana viongozi wengi sana katika kipindi ambacho mimi nimeendelea kwenye uongozi, viongozi wengi sana huwa ni wadanganyifu sana, na kwa mujibu wa Biblia hapa, na inatokana na moyo.
Na unajua sasa moyo ni kitu cha siri, huwezi ukajua, huwezi ukatambua. Unaweza ukawa na kiongozi kabisa, mnazungumza pamoja, mnapanga pamoja, unafikiri mko pamoja kabisa lakini kwa sababu ya ule udanganyifu ulioko kwenye moyo, unamkuta huyo kiongozi anaweza akawa kinyume na wewe, au akawa anakudanganya ukadhani mko pamoja. Kwa moyo kabisa mzuri kabisa anazungumza na mnaongea, mnacheka, mnapanga ukidhania mko pamoja, kumbe kwa sababu ya ule udanganyifu wa moyo na umemshika kiongozi, unaona kumbe hamko pamoja. Na ndio maana ukisoma hiki kitabu changu ambacho kimeandika maisha ya Sauli, mfalme Sauli, maisha ya uongozi wa mfalme Sauli, yani maadili ya uongozi, lakini maisha ya mfalme Sauli, ukiangalia utaona huyo alikuwa ni kiongozi wa ajabu sana. Huyu kiongozi Sauli akiwa na viongozi wake wakina Daudi. Daudi alikuwa ni mmoja wa kiongozi, tena alikuwa ni mwanajeshi wa mfalme Sauli. Lakini Sauli kwa sababu alikuwa na ule moyo wa udanganyifu, walikuwa wakiongea na Daudi kama rafiki, walikuwa wanaongea na Daudi kama kiongozi mwenzake. Lakini bado tunaona Sauli alikuwa na hila kubwa sana kwa Daudi, kwa sababu moyo wake ulikuwa na udanganyifu, ulikuwa na ugonjwa wa kufisha. Naona hakuwa kiongozi sawa sawa. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi, mimi nikuambie sasa, kama hujawahi kujua, kuwa makini na kiongozi yoyote yule mnayefanya naye kazi pamoja. Kuwa makini sana, kuwa makini sana. Unaweza ukafikiri ni kiongozi, mko pamoja, mnafanya pamoja, lakini sivyo. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji kuwa na viongozi ambao wana moyo wa kitwiga. Ngoja nikupe tu mfano leo. Unasikia kiongozi amepewa sumu, umekunywa sumu, limenyeshwa sumu, na madaktari wanaona kwamba una sumu mwilini ambayo ilitaka kukuondoa. Halafu na ujaribu kufikiri katika hali ya kawaida, unaambiwa ni kiongozi wa karibu yako ndiye amehusika na mambo ya namna hii. Unaposoma Biblia inabidi kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Kuwa mtu makini sana ili kuweza kuwa na uwezo wa moyo wenye kilo 10 kama wa twiga. Kiongozi katika kuwa na moyo wa kilo kama za twiga, inakufikia mahali kiongozi unakuwaje? Kiongozi kuwa na moyo mkubwa ni mambo makuu au mambo ya kuzungumzia kwa siku ya leo mawili kabla siendelea. Kwanza ni kufanya maamuzi ya busara. Yaani kiongozi mwenye moyo mkubwa anatakiwa kufanya maamuzi ya busara. Lakini pili, kufanya maamuzi magumu ila yenye kuleta tija. Ukiwa kiongozi huna moyo mkubwa wenye kilo za kutosha, kufanya maamuzi ya busara kunakuwa kugumu sana. Ukimwangalia twiga, mara nyingi maamuzi yake mara kwa mara yanakuwa ni ya busara. Tunapomwangalia maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi, yani anafanya maamuzi yenye busara sana, mara nyingi sana. Mara nyingine unaweza kukuta twiga wawili wamesimama namna hii, wamebadilishana shingo namna hii. Kuna mambo pale yanasemwa na tunajifunza. Mara nyingine wanakuwa ni jinsia mbili tofauti, ya kiume na ya kike, inakaa katika mahusiano. Lakini mara nyingi sana huwa wanapofanya namna hiyo, huwa wameona maadui kule mbele, wameona simba au wameona chui kwa mbali. Kwa hiyo wakiwa kwenye vichaka wanaamua kufanya namna hiyo. Sasa wale wanyama wengine kwa mbali wakitazama, wanaona kuna shingo juu 2, lakini kuna miguu 8 chini. Ukifuatilia historia ya maisha ya twiga, utaona saa hiyo wanyama kama simba au chui hawasogei, kwa sababu wanakuwa na utata kujua huyu ni mnyama aina gani ambaye ana vichwa viwili kule juu lakini chini ana miguu 8. Kwa hiyo huwa hawasogei. Wanafanya maamuzi ya busara katika kujilinda, kuhakikisha kuna usalama wao wenyewe hawa twiga pamoja na twiga wengine waliopo. Hao ni maamuzi ya busara wanayafanya
Inaonekana kama watu wako kwenye mahusiano ya kindoa, lakini wanafanya maamuzi ambayo yanawasaidia katika kupita katika mambo kama hayo ambayo wanakutana nayo. Hayo ni maamuzi ya busara ambayo twiga anayafanya. Funzo kwa viongozi. Kiongozi kwa ngazi yoyote, iwe ya kidini, iwe ya kiserikali, iwe ya kimila, mchungaji, mtume, nabii, askofu, kuwa na moyo mkubwa inakuonyesha utulivu na inakuonyesha kuamua katika busara. Hii ni sambamba na kwamba huamui tu katika milipuko ambayo inatokea. Unakuwa na uamuzi wa busara. Kiongozi unakuwa na uamuzi wa busara. Na tunapozungumzia busara ni mambo magumu sana pia kuyafafanua. Yaani naweza kukufikia mahali unafanya maamuzi. Sio wote wanaweza kayaona haya maamuzi ni ya busara kwa kiongozi, lakini kiongozi anakuwa na uwezo huo. Nimekuonyesha tu hayo mambo kama hayo ambayo twiga anafanya. Yale yanakuwa kama ni mahusiano, yanakuwa katikati ya mahusiano kati ya twiga wa kike na twiga wa kiume, lakini ni maamuzi ya busara. Wao kwenye akili zao wanajua nini tunafanya. Kuna wakati fulani Mfalme Daudi alishtukiwa. Alikuwa ameishi kwenye nchi ya watu wengine, na baadaye akachukuliwa apelekwe kwa mfalme, kuambiwa bwana, huyu ni yule Daudi alimuua Mfilisti Goliati. Biblia hii inatuambia hayo maneno kwa wale mnasoma Biblia. Lakini Daudi haraka sana kama kiongozi akafanya maamuzi ya busara. Unajua alifanyaje? Daudi aliamua kujifanya chizi. Akawa anatema mate, anateremka kwenye ndevu zake, halafu akawa anajikuna na kuchukua kibao, anajikuna, akasogezwa mpaka kwa mfalme. Na hao waliomleta kwa mfalme wanamwambia, mfalme, huyu ndio yule Daudi, yule adui yetu mkubwa sana. Mfalme haraka tu alipomtazama akasema, mnanileteaje mtu baradhuli namna hii? Hebu muondoeni kwangu hapo. Biblia inasema wakamuondoa Daudi, kwa maana ya kwamba kama kichaa ambaye amechanganyikiwa na akili. Na Daudi alipopata mpenyo akakimbia, akatoroka. Yaani ni maamuzi ya busara ambayo yanahitaji viongozi wenye upeo. Lakini ukianza kutafsiri sasa kitu kama hicho, ukianza kukitafsiri, utasema sasa mbona ndugu ametudhalilisha pale? Ni kiongozi tunayemtegemea, ametokwa na mate mdomoni, anajikuna. Akisema bwana alikuwa anataka kuokoa maisha yake. Anaokoaje maisha yake kwa njia hiyo? Hawezi kujua kama Mungu anaweza kumsaidia. Ni kiongozi katika maamuzi ya busara, kuwa na moyo mkubwa. Sio moyo tu wa kawaida tu, unaamua tu kwa sababu mwaka jana uliwahi kuamua jambo fulani namna hii, mwaka juzi kwa sababu uliwahi kuamua namna hii, basi unaingia katika masuala ya uamuzi ule wa kimazoea. Mara nyingi tumeingia katika matatizo mengi sana kwa sababu ya experience au uzoefu ambao viongozi walikuwa nao, wanatamani kuendeleza katika maisha yao. Kiongozi unapaswa kuwa na moyo mkubwa, kwa maana ya moyo wenye uvumilivu. Mfano kiongozi wa kwenye Biblia, kiongozi wa Misri anaitwa Potifa. Potifa alikuwa ni askari au alikuwa akida katika jeshi la mfalme Farao, na akampata mtumwa anaitwa Yusufu, akamleta kwenye himaya yake. Yusufu akakaa pale kwa kipindi cha kutosha, lakini maandiko yanasema mke wa bwana wake, baada ile nyumba kubarikiwa na Yusufu kupewa mamlaka yote pale, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Ili kufupisha hiyo story, Yusufu akakataa, na siku moja yule mama akamlazimisha Yusufu, akamshika Yusufu, akamnyang'anya nguo zake. Yusufu akakimbia. Yule mama akaweka nguo za Yusufu, lakini kwanza akawahadithia wale watu wanaoishi pamoja nao. Halafu mume wake alipokuja akamwambia. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 16, mimi ninajifunza kiongozi mwenye moyo mkubwa. Napenda sana viongozi ambao watakuwa na mioyo mikubwa. Sio ile mioyo mikubwa ya kuleta matatizo yani na maisha na magonjwa. Tunazungumza moyo mkubwa katika muktadha wa uongozi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 39, ukianza mstari wa 16, Biblia inasema hivi: basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani, naye akamwambia kama maneno hayo akisema, yule mtumwa Mwibrania
uliomleta kwetu aliingia kwangu akanidhihaki. Aliingia kwangu ananidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mke wake aliyomwambia, akasema, mtumwa wako amenitendea mambo kama haya. Hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye Yusufu akawa huko gerezani. Unaweza kumuona huyu kiongozi, yani nachukulia huyu kiongozi ambalo viongozi wengine wasingeweza kustahimili katika jambo kama hili. Mke anakuambia maneno ya uongo kabisa, tena ya kutunga, maneno ya kinafiki, lakini huyu bwana, pamoja na kwamba ameambiwa Yusufu alimkamata mke wake kwa nguvu na akakimbia mama baada ya kupiga kelele, huyu kiongozi hachukui maamuzi ya namna hiyo. Huyu kiongozi anasema sawa, basi tutamchukua na kumtia kwenye gereza la wafungwa wa kesi za mfalme, waende kule. Unaona? Lakini kwa sheria na taratibu ambazo Misri walikuwa wanazitumia, ukikutwa na kosa la namna hiyo, halafu wewe ni mtu wa taifa lingine, walikuwa wanakuhasi, wanakufanya toashi kabisa. Lakini huyu kiongozi, mimi ninaamini alikuwa na busara, aliweza kumstadi hata mke wake, kwamba huyu mke wangu hichi anachokizungumza ukweli ni kwamba hakipo. Na hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kilo 10 za moyo. Tuna viongozi ambao hawana uwezo hata leo kwenye taasisi, kwenye mashirika, kwenye idara, kwenye matawi, kwenye parish, kwenye makanisa ya mahali, kwenye majimbo, hata huku kwetu juu kwenye maaskofu, mitume na manabii. Hawana moyo mkubwa, hawawezi kusimamia mambo na kuyaweka mahali panapofaa. Jambo likitokea tu kidogo tu ambalo lingeweza kuzungumzwa na lingeweza kufanyiwa utulivu, lakini kwa sababu kiongozi ana moyo mwepesi, moyo wa kilogramu 2, kilogramu 3, anaanza kubabaika, anaanza kufanya mambo ya ajabu kabisa, na unaanza kusikia tunaingia kwenye mgogoro ambao sio lengo ambalo Mungu ametuweka hapa duniani kumtumikia. Lakini kiongozi mwenye moyo mkuu hababaiki, anaweza akasikia kweli jambo hili na watu wakapaza sauti zao, lakini yeye akaenda hatua kwa hatua kwa mujibu wa neno la Mungu. Ndivyo ambavyo unaweza ukayaona maisha ya twiga. Huwa hana papara, ni nyama mwenye moyo mkubwa, ana utulivu katika kufanya busara na maamuzi kama huyu Potifa alivyofanya maamuzi. Kiongozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo amefanya maamuzi mengi sana ya ajabu sana. Mara nyingine huwa nasemaga kwa kifupi, kwa sababu kuna watu wananiambia huyo alikuwa ni Yesu, huyo alikuwa ni Mungu, lakini bado tunajifunza kutoka kwake. Unaposoma Yohana ile sura ya 8 mstari wa 8 mpaka wa 11, Biblia ina maneno yanayofundisha kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo alipokutana na jambo zito na akawa analifanyia maamuzi. Biblia inasema, akaandika tena kwa kidole chake katika nchi, nao waliposikia wakashtakiwa dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata mwisho wao, akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati yake. Yesu akajiinua asimwone mtu yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaka wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Unaona, huyu Kristo Yesu ni kiongozi ambaye ana upeo, ana moyo mkubwa zaidi ya huo kilo 10. Analetewa shtaka, na shtaka hili linaletwa na waandishi, linaletwa na Mafarisayo, linaletwa na makundi ya wazee. Wanamkuta Yesu Kristo, wanamleta mwanamke aliyefumaniwa akiwa akizini, na wanamshika pale, wanamwambia, tuambie Bwana, Torati ya Musa iliamuru wanawake kama hao wapigwe kwa mawe, wewe unasemaje? Na unajua Yesu ni kiongozi, na mama yuko pale, yule mwanamke yuko pale. Nilimesema mara kadhaa hapa, ingekuwa ni mimi au wewe au hakimu wa siku za leo au jaji wa siku za leo, nadhani angesema hivi, mtu anapofumaniwa kuzini huwa anazini peke yake, si wanazini watu wawili? Angeletwa huyo mwingine ili tuhukumu hii kesi vizuri. Hoja zikapandishwa, watu wameshika mawe. Lakini ukiwa kiongozi mwenye moyo mkubwa,
unakuwa na utulivu kuziangalia hizi hoja zinatoka kwa kona gani. Maana zinaweza kuwa zinapandishwa hoja, kumbe zile hoja zinakutafuta wewe kiongozi, ili ukikosea katika kusema, ukikosea katika maamuzi, ili wapate mahali pa kukushtaki, wapate mahali pa kukukamata. Kwa sababu ukiangalia Yesu Kristo mara kadhaa kama kiongozi alikuwa anatumiwa watu, alikuwa anatumiwa Mafarisayo ili wasikie amesema nini, wapate jambo la kumshtaki. Lakini Biblia yangu inasema ya kwamba kila walipokwenda viongozi waliotumwa na Mafarisayo ili kwenda kumkamata Yesu katika hotuba zake, maandiko yanasema walirudi na ujumbe huu wakina Nikodemu, Mafarisayo wakina Nikodemu, anasema hatujawahi kusikia wala kuona mtu anayefundisha kama huyu. Mpaka wa viongozi wao wanashangaa, ninyi vipi, na nyinyi mmekuwa wanafunzi wao? Wanasema hapana, kwa sababu hatukuona la kumshtaki, la kumkamata huyu bwana. Kwa Yesu Kristo kama kiongozi mfano mkubwa kwa sisi viongozi wote, ambaye Biblia inasema tumuige yeye, tujifunze kutoka kwake. Unaona, yeye ni mpole, ni mnyenyekevu. Kristo Yesu, maandiko yanasema akawaangalia wale watu, akajua ni kweli Torati iliagiza tendo kama hili, mtu akikutwa apigwe kwa mawe. Lakini Yesu kama kiongozi aliyekuja kupatanisha, kuwaleta watu kuwa pamoja. Ukiwa kiongozi mwenye moyo mkubwa, unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha maamuzi yako ni kuwaleta watu pamoja, kuwapatanisha. Hata kama mwanzoni itakuwa ngumu, lakini baada ya muda mfupi watakuelewa kwamba ni nini ulikuwa umekusudia. Kiongozi si kutawanya watu, kiongozi si kuvuruga watu. Kiongozi ni kuwaleta watu watoke kwa mstari mmoja wakijua kile ambacho wewe umekizungumza. Maandiko yanasema Yesu Kristo akainama chini akachora kwenye ardhi. Alipochora kwenye ardhi ni kama waliona anawachelewesha. Alipoinuka wakati wanaendelea kuzungumza, akasema basi asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza wa kumtupia huyu mwanamke jiwe. Andiko anasema walipojioji ndani ya nafsi zao, dhamiri zao zikawashtaki wao kwa wao. Mawe yakaanguka, halafu wakaondoka, wakamwacha Yesu peke yake na yule mwanamke. Na Yesu wakati huo haya mambo yanaendelea, Yesu alikuwa ameinama tu chini. Wakiwa wanakimbia mmoja baada ya mwingine, Yesu ameinama tu chini. Ni kiongozi mwenye moyo mkubwa, anaamini juu ya yale anayosema. Kiongozi lazima uamini juu ya yale unayosema. Watakuwepo maadui wengi, watakuwepo watu wa kukupinga kwa sababu ya uongozi wako, kwa sababu ya yale mafanikio unayotaka kuyafanya, kwa sababu ya vile unavyoongoza watu, lakini uwe kiongozi mwenye moyo mkubwa. Isikusumbue. Hapa alikuwa pana Mafarisayo. Mafarisayo ni wale wanaodai kwamba wao wanajua, wao ndio wenye uongozi, wana mifumo ambao wanaielewa tangu zamani, hawataki ile mifumo ibadilike. Hawa ni Mafarisayo. Wazee wako pale nao wanaonyesha hapana, sisi tunaelewa huyu ni kijana wa miaka 30, hawezi akatuletea mambo mengine. Wanakuja wanajua sisi tunajua sheria, tunajua Torati, tunamjua Musa alivyosema. Na Yesu anasema Musa kabla ninyi hampo, Musa mimi nipo. Naona maandiko yanasema ya kwamba akainuka, akamuuliza yule mwanamke, wako wapi washtaka wako? Mama huyu inawezekana alikuwa anatetemeka, akasema hakuna hata mmoja. Na Yesu akamwambia yule mama, na mimi sikushtaki, enenda zako usitende dhambi tena. Unaona, huu ni mfano wa kiongozi mwenye moyo mkuu, kiongozi ambaye anaweza akapita mifumo na kuweza kusaidia watu katika mambo ya busara, yani kuamua kwa busara. Uamuzi huu wa busara kwa Yesu Kristo unatuonyesha ya kwamba Mafarisayo waliondoka, wazee waliondoka, tangu mkubwa na mdogo waliondoka, wakamwacha yule mama na Yesu. Na hata baadaye yule mama naye aliondoka, akabaki Yesu peke yake, kwa sababu aliamua kwa busara. Kiongozi katika moyo mkubwa, uwe na maamuzi ya busara. Niongeze kipengele kidogo hapa kabla sijaendelea mbele. Hata katika kutafsiri neno, usitafsiri kwa vile unavyotaka kiongozi, na hiyo sio kwako, hata kwangu. Tuna viongozi leo wengi sana wanazungumza kwa Biblia, na mimi sina shida kwa sababu sitakuzuia. Wanazungumza kwa TV, wanazungumza kwa mitandao, lakini usitafsiri vile unavyotaka, vile unavyoona. Na pia usimpinge mwingine bila kujua na kumsikiliza vizuri alikuwa ana mtiririko gani katika kutafsiri. Kwa sababu kuna viongozi wengine nao wanarukia tu kisentensi, alafu wanataka kukikata kile kisentensi bila hata kujua huyu aliyekuwa anazungumza alikuwa na maana gani. Na wengine wanataka kudakia tu mstari fulani na kukafundisha na kuwaletea watu na kuwasisitiza na kuwaeleza kwa msisitizo mkubwa sana bila kujua
huo muktadha, yani ni nini mazingira ya pale, kitu gani kilikuwa kinaendelea pale. Mfano, Yesu alitokewa na Musa, alitokewa na Elia. Biblia inatuambia namna hii, na ukiangalia mazingira ya hilo andiko inatuletea picha fulani ya ajabu sana, na inatuonyesha Petro anainuka, alafu anashangaa, anaona hii ni nini? Anaona Musa, Elia na Yesu wanazungumza. Lakini soma vizuri kwenye Biblia, soma vizuri sana, soma vizuri. Mungu anasema yeye si Mungu wa wafu, Mungu ni wa walio hai. Mungu hawezi kujipinga hata siku moja. Soma vizuri sana. Mwishoni Yesu anawaambia hivi, Mungu anawaambia, au tupasome ili tupate mantiki vizuri. Katika Mathayo pale mwishoni Biblia inasema amebaki Yesu peke yake, alibaki Yesu peke yake. Maandiko yanatufundisha hivi. Wakaondoka Elia, wakaondoka pamoja na Musa. Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, Mathayo mtakatifu ile sura ya 17, Mathayo mtakatifu sura ya 17, ukianza mstari wa kwanza pale nasema, na baada ya siku 6 Yesu akawachukua Petro na Yohana na ndugu zake, akawaleta juu mlimani faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakamtokea Musa, Elia wakizungumza. Na Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa na tukafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa akisema maneno hayo, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na Yesu, wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Mstari wa 7 unasema, Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Sasa unaweza ukasoma hapo ukapatazama, usingangane tu kama walibaki pale. Yesu anaongea na watu waliokufa, wafu. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba sauti ikaja ikawafunika, kivuli kama kivuli kawafunika, akasema huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Na unajua kuna Petro, kuna Yohana, kuna Yakobo ambao watachukua injili ya neema na mafundisho sio ya sheria, ya neema, wayapeleke kule. Unaona? Sasa wanaambiwa msikieni huyu. Yani sasa swala la Musa, swala la Elia halipo, ni swala la kumsikiliza nani? Kumsikiliza Yesu. Na maandiko yanasema wakaanguka kifulifuli, yani wakatulia, yani kwa lugha nyingine wakakubaliana na hilo jambo. Yesu akaja akawagusa. Walipoinuka, imeandikwa wasimuone mtu mwingine isipokuwa Yesu peke yake. Hapa panatuonyesha nini? Panatuonyesha tunatakiwa tufocus kwa Yesu Kristo. Sasa unapokuwa kiongozi, unapofundisha, unatakiwa uelezee hapa focus yake ilikuwa si Musa, si Elia. Focus yake ilikuwa hapa wamsikilize Yesu, mwana mpendwa wa Mungu. Yesu anasema nini? Yesu ameleta kitu gani? Unaona? Kwa hiyo ndio maana yake. Haya mambo mengine yanaweza yakatokea, lakini tunataka tuangalie kile kiini, ile maana. Anaandika Paulo, anasema mnapoufahamu upendo wa Kristo, yani mkiujua upendo wa Kristo, anasema katika upana ule upendo wa Kristo, anasema katika urefu ule upendo wa Kristo, anasema katika kimo ule upendo wa Kristo, anasema katika kina. Unaona? Ule upendo wa nani? Wa Kristo. Yani kumjua Kristo si tu katika ukawai, katika ule upana, sio upana wa pembe 4 hizi hapa na pale. Upana unaopita upeo, kumjua Kristo. Unaona? Urefu unaopita kumjua Kristo. So nimeleta hapa tukutaka kuzungumzia tu kama kiongozi, usiwe na moyo mwepesi pia hata katika mafundisho yako.
Usiwe mwepesi kwenye mafundisho. Uwe na mafundisho ambayo yakisikilizwa na unapotaka kuyaleta kuwapa watu, yawe ni mafundisho yenye uzito. Yani mtu anasikiliza anaelewa hapa maana yake ni kitu gani. Yani asisikilize maana yake unataka kumpeleka mtu nje na Kristo Yesu. Unataka kumpeleka mtu aanze kufikiri tofauti na Kristo. Lazima umpeleke mtu, shabaha yako yote imlenge Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kama kiongozi ambaye kwake tunajifunza mambo mengi. Kwa hiyo Yesu Kristo aliamua katika mambo mengi. Lakini pia tuna kiongozi mwingine katika kitabu cha Matendo ya Mitume anaitwa Gamalieli. Gamalieli, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 5 unaweza ukamwona kiongozi ambaye aliamua kwa busara, kwa sababu alikuwa na moyo mkubwa. Unapokuwa na moyo mkubwa, hata kama lile jambo linawalemea ninyi viongozi mlioko madarakani au mlioko kwenye nafasi na watu wanainuka kutaka kuwapinga, ni lazima kuwa na moyo mkubwa katika maamuzi. Sikiliza kisa hiki kinasema hivi. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya 5, alafu tunaanza mstari wa 34. Lakini mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimika na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo. Akawaambia, enyi wanaume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatendea watu hawa, kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda akijidai ya kuwa yeye ni mkuu, mtu mkubwa. Watu wapata 400 wakashikamana naye aliuawa, na wote waliomsadiki wakatawanyika, wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo alitokea Yuda Mgalilaya siku zile za kuandikisha orodha, akawavuta watu kadha wa kadha nyuma yake, naye pia akapotea, na watu waliomsadiki wakatawanyika. Basi ninawaambia, jiepusheni na watu hao, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjika, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapingana na Mungu. Wakakubaliana na maneno yake, nao walipowaita mitume wakawapiga, wakaamuru wasinene kwa jina lake Yesu, kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kustahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Hapa kwenye kundi la Mafarisayo palikuwa pana jambo limetokea. Na unajua Mafarisayo ni viongozi hao walikuwepo, lakini kulikuwa kuna viongozi wenye kuheshimika. Kiongozi kama Gamalieli alikuwa ni kiongozi Farisayo mwenye kuheshimika, yani watu wanamheshimu. Kiongozi lazima pia uwe unaheshimika. Unaona, twiga ni mnyama ambaye anaheshimika. Unaona, unapozungumzia kiongozi kwa muktadha wa twiga, ni kiongozi ambaye unapaswa pia uwe unaheshimika. Usijitelemshe sana, usijishushe kiongozi. Napozungumzia kujishusha, sina maana uwe utumie magari ya kifahari. Kama Mungu ameruhusu, amefungua hiyo njia ya kuwa na magari ya kifahari, mimi sikatai, sina shida na hiyo. Lakini lazima kiongozi ujiheshimu, halafu uheshimike. Kunakuwa na viongozi hawajaheshimika. Biblia inasema wazi kabisa, inasema wazi, lakini mtu mmoja Farisayo jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote. Sasa unaweza kuwa kiongozi lakini uheshimiwi kwa sababu ya tabia zako, muonekano wako, mambo zako, milipuko yako, maamuzi yako unayoyafanya, mpaka watu wanaanza kukudharau. Unakuwa ni kiongozi lakini uheshimiki, watu hawakuheshimu. Kiongozi lazima pia uheshimike, yani watu wanakuheshimu kabisa kwamba huyu ni kiongozi. Unazungumza, watu wanasikiliza, kiongozi hapa anazungumza. Kiongozi unakosa heshima, unachukulia saa nyingine unachukulia neno la Mungu kama mzaa tu, unalichukulia la kawaida tu, unalichukulia kienyeji kabisa. Unaona kama ni vitu ambavyo unaweza ukavikoroga tu vile unavyotaka. No. Kiongozi lazima ujiheshimu na lazima uheshimiwe. Hiyo ni kanuni ya uongozi. Hiyo ni moja katika sifa za kiongozi, uwe mtu wa heshima, uwe mtu wa kuheshimika. Akasimama huyu mwanamume kiongozi miongoni mwa Mafarisayo, akasema, jamani nisikilizeni, hawa jamaa kabla tujafanyia maamuzi, sikilizeni niwaambie, alikuwepo mtu mmoja anaitwa Theuda, watu 400 wakamwandama, wakamfuata na akatikisa, lakini alipokufa
shughuli yake nayo ikaharibika. Alafu akaongezea akasema palitokea pia Yuda Mgalilaya. Unaona, sisi tunasemaga Yesu wa Galilaya, basi palikuwa pana Yuda Mgalilaya. Naye wakati wa orodha ya kuandikisha watu akakusanya watu kadha wa kadha, miongoni mwao wakamfuata. Biblia inasema huyu Gamalieli anasema alipopotea na wale watu wakafanya nini? Wakapotea. Sasa nisikilizeni niwaambie, ikiwa shauri hili limetoka kwa wanadamu, shauri lipi? La Injili. Shauri lipi? La kuwaeleza watu Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya wanadamu. Ni Yesu pekee anayeokoa, Yesu pekee anayesamehe dhambi, Yesu pekee anayebadilisha watu maisha yao. Kama shauri hili ambalo hawa watu wanalifanya limetoka kwenye kampeni za wanadamu, hili shauri litavunjika. Kwa hiyo hakuna haja ya kutumia nguvu kubwa kuwakamata hawa jamaa, kuwatia gerezani, kuwavunja, kuwapiga, sio kwa nini na sisi kuhangaika. Tutakuwa tunapoteza sifa kama kiongozi. Unajua, ukiwa kiongozi mwenye moyo mkuu, wakati mwingine vitu vingine usitumie nguvu kubwa sana. Vitu vingine vitafutika tu vyenyewe. Kama kiongozi unajifanya kama hujui vile, lakini uache kufundisha, uache kuwaelekeza watu, uache kuwaonya watu, unafundisha tu. Mfano mimi nimeamua. Unajua mimi nakuwa wazi saa nyingine. Mimi nimeamua katika masuala ya uongozi, na ninapofundisha sasa nimeamua nataka nitumie namna ndogo ndogo kama staili ambayo Kristo Yesu aliitumia. Nitakuwa ninawaambia baadhi ya viongozi kabisa, nitakutana na kiongozi nitamwambia tu vizuri, ndugu, fanya ulilolijia. Unamsaliti mwana wa Adam kwa kumbusu. Unaona, Yesu ametumia staili kama hizo. Atumia staili kama hizo. Sasa alijua huyu jamaa ngoja nimsaidie, inawezekana baadaye akatambua, hata kama baadaye Yuda hakutambua. Kuna wakati pale Petro alikuwa anaongozwa na roho ya kishetani ndani yake. Anajaribu kumkemea Yesu. Yesu akawa wazi, tukamwambia rudi nyuma, huyawazi yaliyo ya Mungu. Shetani. Naona akamsaidia Petro kuzinduka, kwanza kujitambua. Kwa nadhani staili ya uongozi kama huo wakati mwingine ni mzuri sana. Huyu jamaa Nikodemu, kwa sababu huyu Gamalieli, kwa sababu ni kiongozi aliyoheshimika, akabidi atumie moyo mkubwa wa kilo 10, kwamba hawa jamaa hatutawashinda kwa fimbo, hatutawashinda kwa viboko, hatutawashinda kwa kuwazuia. Kama shauri hili la kumhubiri Kristo limetengenezwa na wanadamu, basi tutalivunja. Lakini kama shauri hili limetoka kwa Mungu, akawaambia msije mkaonekana mnapingana na Mungu. Waacheni hawa jamaa. Maandiko yanasema wakakubaliana na lile shauri lake. Sasa ni kiongozi ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweza kutatua mambo kama hayo ambayo wamekutana nayo katika masuala ya nini? Ya uongozi. Unaamua kwa busara, na ukiamua kwa busara mambo baadaye yanakwenda vizuri. Ningeweza kueleza mifano mingi sana kwenye Biblia ambayo kiongozi anatakiwa kuamua kwa busara kama kiongozi. Tunakumbuka kipindi cha Daudi, wakati kijana mmoja anaitwa Shimei. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 16. Samueli wa pili sura ya 16, mstari wa 5 mpaka mstari wa 13. Naweza nikasoma pale. Samueli wa pili sura ya 16 mstari wa 5 mpaka mstari wa 13. Biblia inasema, basi mfalme Daudi alipofika Bahauruli, tazama kulikuwa huko na mtu wa jamaa ya nyumba ya Sauli, jina lake akiitwa Shimei mwana wa Gera. Alitoka Kalaani. Alipokuwa akienda tena, akamtupia Daudi mawe, na watumishi wake wote wa mfalme Daudi na watu wote na mashujaa wote waliokuwako mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto. Na Shimei alipolaani alisema hivi, nenda zako, ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa. Bwana amerudisha juu yako damu yako na nyumba ya Sauli ambaye umetawala badala yake. Naye Bwana ameutia ufalme katika mkono wa Absalomu mwanao. Kisha angalia, wewe umekataliwa katika uovu wako mwenyewe, kwa sababu umekuwa mtu wa damu. Ndipo Abishai mwana wa Serui akamwambia mfalme, mbona mbwa mfu huyu anamlani mfalme bwana wangu? Na nivuke na kusii niondoe kichwa chake. Mfalme akasema, nina nini nanyi enyi wana wa Seruya?
kwa sababu yeye ananilani, na kwa sababu Bwana amemwambia amlani Daudi, basi ni nani atakayesema mbona unatenda haya? Daudi akamwambia Abishai na watumishi wake, angalia, huyu mwanangu aliyetoka katika viuno vyangu anautafuta uhai wangu, si zaidi Mbenjamini huyu? Sasa mwacheni alani, kwa sababu Bwana ndiye aliyemwagiza. Labda Bwana atayaangalia mabaya yaliyonipata, naye Bwana atalipa mema kwa sababu ya kunilani kwake. Basi wakaendelea njiani, Daudi na watu wake. Shimei naye akaendelea juu ya ubavu wa kilima kwa kumkabili, huku akiendelea akilani, akimtupia mawe na kurusha mavumbi. Na mfalme Daudi na watu wake wote walikuwa pamoja, wakafika wamechoka sana, naye akajiburudisha huko. Unaweza ukaona mambo kama haya, kijana kama huyu Abishai, sio Abishai, huyu kijana Shimei mwana wa Gera anatoka anamtukana mfalme Daudi, lakini Daudi kwa sababu ni mfalme ambaye alikuwa na busara, na si tu busara, Mungu alimjalia neema, alikuwa na moyo wa kilo 10. Askari wake ambaye huwa Abishai ni askari moja hatari sana wa Daudi, anamwambia mfalme, huyu kiroboto hawezi kuleta matusi, kama ni amuru nivuke niondoe kichwa chake. Ukiwa kiongozi kuna wapambe, sijui kuna chawa, siku hizi kuna Kiswahili cha chawa, kuna chawa ni wabaya sana, chawa ni wabaya. Ni chawa kwa tafsiri zake hizo, yani unaweza wakakupambisha muondoe, kama ambavyo walipambishwa mfalme Herode, Pilato, muondoe Yesu, muondoe, damu yake itakuwa juu yetu. Yani unakupambisha tu, alafu kiongozi unakosa kuwa na moyo mkubwa, unaibuka haraka alafu unamuondoa, alafu kimuondoa unaacha unamtangulia Mungu. Lakini Daudi akiwa na moyo wa kilo 10 akasema hapana, mwache aendelee kutukana. Inawezekana Mungu amempa nafasi ya kutukana. Kama kiongozi, wakati mwingine walio chini yako, walio wadogo, wanaweza wakaibuka juu yako, wakaja na maneno mabaya, wakakutukana. Na wengine kwa sababu ya ukaribu wa kufanya nao kazi pamoja na wewe, wakasema maneno yasiyo ya kweli kabisa juu yako. Usipate tabu, yuko Mungu aishie, yuko Mungu anayefanya kwa haki. Daudi akasema acheni, wala msiondoe kichwa chake, mimi mwenyewe na uwezo wa kuondoa kichwa changu. Anamwambia huyu Mbenjamini, inawezekana Mungu amemruhusu kusema hivi, kama kijana wangu Absalom ameniinukia, sembuse huyu, tumuache. Ukifuata kuendelea mstari sura ya 17 na 18, baadaye ndugu huyu alikutana na mambo mazito sana, akatafuta msaada kwa Daudi. Daudi alikuwa na moyo. Kiongozi uwe na moyo. Walio chini yako wakiinuka kinyume na wewe, viongozi wenzako wakiinuka kinyume na wewe, uwe na utulivu, moyo wako ubalance, ili ufanye maamuzi yaliyo na busara. Nataka kumalizia dakika 2-3 zilizobaki katika kufanya maamuzi magumu kama kiongozi, ila yenye tija. Lakini kabla ya hapo, nataka kusema kwamba kiongozi ni mwenye moyo mkuu. Yeye hutegemewa na watu, na pia yeye anatakiwa amtegemee Mungu. Kiongozi mwenye moyo mkuu, yeye ataamua kwa busara na hekima, na kama ni safari, yani kama ni safari yuko kwenye meli, ni kama anaendesha ndege, yeye ni kiongozi, watu wanamtegemea, wote wako kwake. Kwa hiyo inabidi awe na moyo mkuu ili awafikishe watu salama. Uongozi sio ubabe, wala uongozi sio ujuaji. Unajua unakuwa kiongozi alafu unakuwa mbabe, alafu kuna watu wanakusifu, wewe huwa ushindwi bwana, wewe ni kiongozi tunakutegemea bwana, watu wote wanakuamini, unataka kutumia ubabe. Uongozi sio ubabe hata siku moja. Uongozi ni ndani ya unyenyekevu na uwerevu na busara na hekima. Alafu uongozi sio ujuaji, kwamba wewe kwa sababu ni kiongozi basi unajua mambo mengi kuliko wengine. Kuna mengine sisi tunajua zaidi ya vile. Kuna watu wananijua mimi zaidi ya vile mimi ninavyojijua, na kuna watu wanajua mambo yako kama kiongozi, isipokuwa wanakuwa wavumilivu, wanakuwa wastahimilivu, wanakuwa wanasema huyu ni kiongozi Mungu amemweka. Kwa hiyo usijifanye mjuaji kiongozi, usifikiri wewe unajua zaidi ya wengine. Na ninapozungumza haya, hata mimi ninayefundisha masomo hayo, nisifikiri mimi ninajua zaidi ya wengine, kwa sababu kila mtu amempa kujua kwa kiasi.
Kwa hiyo pointi yangu ni kiongozi usiwe mbabe na usifikiri usiwe mjuaji. Na mwisho katika hilo, kiongozi usijimwambafai. Yani kujionyesha wewe ni kiongozi mmoja champion fulani. Hapana. Kuwa mnyenyekevu rafiki yangu. Mungu alikupa neema ya kuongoza. Kwa hiyo usifikiri watu hawajui. Watu wana mambo mengi ambayo wanajua kuhusu wewe vile ambavyo hujijui. Mwisho kwa leo, kwa ujumbe huu katika moyo mkubwa wa kiongozi ni kufanya maamuzi magumu ila yenye tija. Kiongozi mwenye moyo mkubwa ni katika kufanya maamuzi magumu ila hayo maamuzi yanakuwa na tija. Naona? Yani uamuzi ambao unaleta tija. Sio uamuzi ambao unaofanya unaleta mgogoro, unaharibu. Maamuzi magumu lakini yenye kuleta nini? Tija. Yani baadaye hata kama watu wasielewe kwa kipindi cha mwanzo, lakini baadaye watu wanaona haya maamuzi yalikuwa magumu kwa kiongozi wetu kwa sababu ya ukubwa wa moyo wake, ila maamuzi yake yameleta nini? Yameleta tija. Yamewafanya watu wakasikia kwa kweli kiongozi hapa, pamoja na tuliona uzito, tuliona ugumu, lakini aliamua mambo yaliyo na busara, mambo magumu lakini yenye kuleta tija. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 15 mstari wa 21 mpaka 28, Yesu Kristo kama kiongozi aliyefanya maamuzi magumu yenye tija, maandiko yanasema mwanamke Mkananayo mipaka ile ya Sido na Tiro alipomwona Yesu akapaza sauti akasema, mwana wa Daudi unirehemu, binti yangu amepagawa sana. Na unajua Yesu alikuwa na wanafunzi wake, na kipindi hicho ilikuwa wa mataifa hawachangamani na Waisraeli, na huyu mama alikuwa ni mataifa, mwanamke Mkananayo, na Yesu ndio Mwokozi. Yesu amekuja kwa kazi ya kuwasaidia watu. Anafanyaje? Na ana kundi la wapambe ambao ndio hao walikuwa chawa, ambao wanajaribu kusukuma. Anyway, hawakuwa chawa haswa, lakini walikuwa hasa wapambe wa karibu ya Yesu. Wanakuwa wajanja kabla hata ya Yesu. Wanamwambia Yesu, achana na huyo mwanamke anapiga kelele nyuma yetu. Yule mwanamke anaongezea kilio chake, anasogea karibu ya Yesu Kristo. Na mwanamke huyu anaambiwa na Yesu, mimi sikutumwa isipokuwa kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Hapa haikuwa na maana Yesu alikuwa anamkanusha huyu mwanamke. Yesu alikuwa ni kiongozi ambaye anataka kujua moyo wa huyu mwanamke, moyo wa hitaji la huyu mtu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna sentensi zinakuja sio za kukanusha. Mmoja anasema, unaona Yesu amemkatalia, anasema mimi nimetumwa kwa taifa la Israeli, sikutumwa kwa kondoo hawa waliopotea. Yesu alikuwa anataka kuona moyo wa huyu mama. Huyu mama akaendelea, akaja akamsujudia Yesu. Yesu akaendeleza sentensi nyingine akamwambia, si vema kutoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Waliokuwa nje na taifa la Israeli walikuwa wanahesabika kama wa mataifa, watu najisi. Kwa Yesu anamwambia huyu mwanamke, si vema kutoa chakula cha watoto kuwatupia mbwa. Unaona, huyu mwanamke akijua na akiwa na hitaji lililomleta kwa Yesu, anamwambia Yesu, ni sawa, ni kweli kabisa, huwa mbwa hali mezani, lakini huwa anakula makombo. Lakini makombo na kile cha mezani chakula ni kile kile. Tatizo tu kuna kilicholiwa mezani na kinacholiwa wapi? Nje ya meza. Maandiko yanasema Yesu aliposikia maneno hayo, saa ile ile akamwambia, mama au mwanamke, imani yako imekuponya, iwe sawasawa na ulivyoamini. Mtoto wake akapona tangu saa ile. Hakuna maelezo mengine. Yesu akafanya maamuzi magumu yanayoleta tija. Maamuzi magumu yanayoleta tija. Kiongozi uwe na maamuzi magumu lakini yanaleta nini? Yanaleta tija. Watu wakati wanafikiri wanakata tamaa, lakini wewe unaleta maamuzi ambayo yanaleta tija. Moyo mkubwa, moyo wenye kilo 10 unamfanya kiongozi kufanya maamuzi yanayoleta tija. Kwa hiyo ninapomalizia, nataka nikuambia kwamba jifunze kama kiongozi kuwa na moyo ambao unamfahamu Yesu katika upana mkubwa, katika urefu wake, katika kimo chake na katika kina chake. Moyo mwepesi, mioyo midogo imetuletea viongozi ambao maamuzi yao yamekuwa mara kwa mara si maamuzi ya busara. Na hii inatupasa kuwa makini sana kuangalia viongozi ambao tunawachagua katika nafasi mbalimbali, iwe ni kwenye mashirika, iwe ni kwenye taasisi, iwe ni kwenye wizara, iwe mahali popote. Mungu akubariki sana kwa maneno haya usiku wa leo. Tuonane tena
Jumanne ijao, au tuonane kwenye kipindi cha marudio siku ya Jumamosi. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya, ninaomba upate kuyabarikia. Asante Bwana kwa wale waliosikia, naomba uwasaidie kupitia jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen.